Maji wa Gospel Voice TV katika jina la Yesu. Na ninashukuru Bwana kwa sababu ya wewe kuchagua Gospel Voice kuwa TV yako ya nyumbani. Na ndena witiki munene ate Ngai witu ni agukurathima ni undu wa guthikiriria ceceni ino ya Gospel Voice TV na ni ukuona wega ureumanaga na kwe Ngai. Nataka nikuombe ndio tuweze kuingia kwa neno ambalo Bwana amenipatia siku ya leo. Na niko na imani ya kwamba Bwana atatubariki. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ni asante mfalme kwa wokovu wako na ushindi wako. Ni asante kwa hii siku njema ambayo umetupatia yenye baraka na ukuu, yenye ushindi na mamlaka. Ninaomba ya kwamba yale ambayo nitakayoongea siku ya leo ikuwe ya ushindi kwa utukufu wa jina lako. Na ninaomba ya kwamba mfalme mwema na mwaminifu, ya kwamba utatuwezesha kunena maneno ya ushindi na italeta utofauti katika maisha ya watu wako. Ninaomba tu nitumie kama shombo, bali jina lako litukuke na liinuliwe, kwa kuwa wewe ni mfalme, na ni kwa Yesu tumeomba na kuamini. Siku ya leo nataka tuongee kuhusiana na ulimi ama kinywa chako, maana kinywa cha mwanadamu ni kinywa cha baraka. Kinywa chako kunalingana na vile unakitumia, kinaweza sababisha maisha yako ipanuke, na kinaweza sababisha maisha yako ididimie, ama kinaweza sababisha maisha yako ishe. Ile kitu ya muhimu zaidi ni mtu kujua kutumia ulimi wake vizuri. Maandiko inasema hivi katika kitabu cha Proverbs 18 and verse 21. Hii ni mstari ambayo iko very famous, ni mstari ambayo inajulikana, ambayo inasema mauti na uzima viko katika uweza wa ulimi. Ya kwamba kama mtu ataishi maisha marefu, ama kama mtu ataishi maisha inakaa kama iko na mauti, maandiko inasema ya kwamba iko katika uweza wa ulimi, iko katika uweza wa vile wewe mwenyewe unaongea. Nataka nikujulishe ya kwamba ulimi wako uko na uwezo wa kutengeneza dunia mpya mbele yako. Ulimi wako uko na uwezo wa kutengeneza giza mbele yako. Ulimi wako uko na uwezo wa kutengenezea kushinda mbele yako. Ulimi wako uko na uweza wa kutengeneza kushindwa mbele yako. Ulimi wako uko na uweza wa kutengeneza promotion. Ulimi wako uko na uweza wa kutengeneza uzima. Ulimi wako uko na uweza wa kutengeneza kifo. Changamoto tulio nayo ni ya kwamba hatuwezi elewa ama hatuelewi ya kuwa matamshi yetu ndio huwa inategemea ubali ule tutaenda nao katika maisha, ama ubali ule tutakosa kwenda katika maisha. Na ni vizuri kila mwanadamu ambaye ananisikiza siku ya leo aelewe, dunia yote, vyote vilivyoubwa, vionekanavyo na macho na visivyoonekana, vilitengenezwa katika mamlaka ya ulimi. Zilitengenezwa katika mamlaka ya Mungu kuongea na kusema, na kukuwe na jua, na kukuwe na mwezi, na kukuwe na miti, na kukuwe na dunia, yani Mungu alitamka na akatamka, na baada ya kutamka hizo vitu zote zikatokezea. Ni vizuri pia tuelewane ya kwamba mawazo ya Mungu katika maisha yetu, anatuwaza ukubwa, anatuwazia mawazo ya ushindi, anatuwazia mawazo ya kuinuliwa, anatuwazia mawazo ya kushinda vita, anatuwazia mawazo ya maisha yenye baraka na ushindi. Mwandishi wa kitabu cha Jeremiah 29 and verse 11, Jeremiah 29 mstari wa 11, maandiko inasema ya kwamba kwa maana ninajua mipango niliyo nayo juu kwa ajili yenu, asema Bwana. Ninajua mipango. Kwa hivyo kuna mipango Bwana huwa anapangia watu wake. Na tukisoma karakta ya Mungu, ama tukielewa vile Mungu alivyo, kama vile imeandikwa kitabu cha Exodus chapter 34, maana inaelezea kuhusu vile Mungu alivyo. Ni vizuri tuelewane ya kwamba Mungu kuna vile alivyo, na ukimjua na ukiweza kumwona Mungu hivyo, utaweza kupata ushindi ule ambao anatupangia. Nao mwandishi wa Jeremiah 29 verse 11 anasema, kwa maana ninajua mipango nilionayo kwa ajili yenu, asema Bwana. Part B anasema ya kwamba mipango gani? Ni mipango ya kuwafanikisha, ya wala sio ya kuwadhuru. Nataka tuelewane hapa. Watu hawa wanaandikiwa wakienda Babylon, wameshikwa mateka, kwa mioyo yao wote
wanaona Mungu ametuashiria. Maana wale watu wametushika hawaabudu Mungu, wanaabudu miungu. Alafu wewe Mungu wa mbinguni ndio umewapatia nguvu, wametushika na wanatupeleka Babylon. Lakini hivyo tukienda Babylon, ati unasema ya kwamba niko na mipango ya kuwafanikisha. Na swali hapa ni je, haukutufanikishia kwetu, utaenda kutufanikishia katika nchi ya utumwa? Swali ni je, haukutufanikishia kwetu, si hii ni kutudhuru, unataka kutudhuru? Na Mungu anawaambia kwamba na si ya kuwadhuru. Ningependa nikuambie hivi, kuna mambo huwa inafanyika katika maisha yako, lakini in reality uko mikononi mwa Mungu akikutengeneza. Uko mikononi mwa Mungu yani kuna hali zinatokezea katika maisha, ukiziangalia zinasema ya kwamba ni wakati wako wa kufinywa. Ukiziangalia hata unaweza uliza, kwani Mungu wangu uko wapi? Ukiziangalia zile hali unaona kama mwisho wako umefika, kwa sababu zinakaa kama zimekuja kukumaliza. Hata hawa wakienda Babylon, Mungu anawaambia niko na mipango mizuri. In fact anawaambia mshuge ile kitu mtaogea, maana itakwaruzana na ile mpango nilionayo. Na kwa hivyo akawaambia mipango ile niko nayo si ya kuwadhuru, ni mipango ya kuwapa tumaini katika siku zijazo, ya kwamba going forward your tomorrow will be better, ama kesho yako itakuwa bora kuliko ya leo. Lakini itakosa kukuwa bora ikiwa utatumia kinywa chako vibaya. Ni vizuri tuelewe ya kwamba maisha yetu inategemea vile sisi tunaongea. Changamoto tulio nayo kwa maisha ni ya kwamba maneno ya midomo ya watu haizeekangi. Maneno ya midomo ya watu, maneno ya midomo haizeeki. Unapotizama Biblia, ni maneno iliyogewa na Mungu miaka ya zamani akiongea na Waisraeli, na hiyo maneno mpaka siku ya leo iko hai. Ndio mwandishi wa kitabu Hebrews anasema for the word of God is sharp and active, ya kwamba neno hili la Bwana liko na makali na liko hai. Kwanza anaanzia na kusema it is living, liko na uhai. Maneno hiyo Mungu aliongea miaka ya zamani, hata leo hiyo maneno iko hai. Ni vizuri nikuelezea kwamba maneno ambayo wazazi wako wanaongea na maisha yako, hiyo maneno iko hai. Hata kama wazazi walikufa, ile maneno waliongea, hiyo maneno iko hai. Ile maneno watu wanakuongelesha, hiyo maneno iko hai. Na kwa hivyo ni vizuri tuelewane ya kwamba every spoken word, Biblia inasema hivi, nataka uone sasa maneno ya Mungu, kwa maana neno la Mungu li hai, na lile neno la Mungu linaitwa liko hai. Biblia imeandikwa miaka mingi imeisha. Over 2000 years ndio Biblia iliandikwa, miaka 2000 imeisha, na hiyo neno mpaka tunaambiwa mpaka leo na iko kwenye makaratasi ni kuandikwa, umeandikwa ati Yakoba iko hai. Ni kama vile hiyo miti iko hapo kwako nje, ni kama vile ile nyasi inakuwa kwako hapo nje, ati hiyo nyasi na hiyo miti na hiyo mahindi iko kwa shamba, na neno la Mungu zikiwekwa pamoja zinakuwa ziko hai. Na hivyo ni kuelewa ya kwamba maneno haizeeki, maneno inakuwaga hai. Na kwa hivyo mtu ambaye anategemea kwenda mbali katika maisha anafaa kushunga kuongea maneno ya ushungu na maisha yake. Shetani ile kitu huwa anafanya katika maisha ya watu ni kuweka mitego ndio mtu aongee kinyume na maisha yake. Unawekewa mitego, unakuta umetamuka maneno ambayo shetani amejua nimeshika, sasa nitaona vile nitafanya nayo kwa maisha. Kwa mfano, wakati mtu amefurahi huwa anaongea maneno mazuri, na mtu akiwa amefurahi watu wengi hata huwa wanaahidi. Unaahidi kitu na hiyo kitu inakushika, inakukamata kutoka hapo, maisha yako inaingia katika mkodo wa aina fulani ambao sio makusudio ya Mungu. Ni vizuri tuelewane ya kwamba mtu ambaye anataka maisha yake ikuwe mazuri zaidi anashuga sana ulimi wake vile ataongea. Kuna mtu unakuta ya kwamba mke wake ako na magonjwa, na hiyo magonjwa, kitabu cha Proverbs, kitabu cha Proverbs kinaelezea ulimi wa aina fulani ni dawa, na ulimi wa aina fulani unaleta magonjwa. Meaning kuna maneno huwa unaongea maisha inashika magonjwa. Kwa hivyo sio magonjwa yote inaletwa na mbu. Kuna magonjwa mbu analeta. Kuna magonjwa huwa inaletwa na nini? Na baridi. Ya kwamba umekaa kwa baridi,
unashikwa na magonjwa ya aina fulani, ni magonjwa ya baridi. Na pia kuna magonjwa inaletagwa na ulimi. Kwa hivyo kuna ulimi, maneno ukitamuka unaleta dawa katika maisha ya watu, na kuna ulimi, maneno ukitamuka unaleta magonjwa katika maisha ya watu. Na sio watu tu, watu wengi wako na ruhusa ya kutengeneza maisha yao na maneno ya kinywa chao. Mwandishi wa kitabu cha Numbers chapter 14 and verse 28, Hesabu 14 na mstari wa 28. Na hebu tuanzie mstari wa 20 na ngapi? Na 7 hapo, 6:7 mstari wa 26 27. Bwana akamwambia Musa na Aroni, jumuiya hii ovu itanungunika dhidi yangu hadi lini? Hawa watu wananungunika hadi lini? Nimesikia malalamiko ya hawa Waisraeli wanaonungunika. Nataka nikujulishe, kuna hatari kubwa katika maisha wakati umejaa manunguniko. Wale watu unanungunikia katika maisha. Mzazi umezaa watoto 3, watoto 2 wanakusaidia, mtoto mmoja hakusaidii, maana mapato yake haiko mazuri. Ukinungunika juu yake, maisha ya huyo mtoto huwa inafungika. Hawezi jifungua na hawezi kukusaidia tena. Mungu anasema ya kwamba jumuiya hii ovu inanungunika dhidi yangu mpaka lini? Na kwa hivyo manunguniko, kuna vitu inaleta katika maisha. Wewe ambaye ni mwajiri, unanisikia, umeajiri watu, uko na wafanyikazi wanafanya kazi na wewe, wakati wananungunikia kazi yako ya kwamba hii kazi tunafanya na ABCD tunatiritiwa vibaya, hiyo manunguniko ita-affect kazi zile unaona watu wakifanya na wakizidi kupanuka. Mwenye hiyo kazi, jambo moja amezuia sana, ni wafanyikazi wa kwake kunungunika. Mwenye hiyo kazi, jambo lile amezuia sana, ni wafanyikazi wa kwake kutamuka maneno inaweza sababisha anga ama bingu ya hiyo kazi iweze kufungika. Hivi basi anasema jumuiya hii ovu itanungunika dhidi yangu mpaka lini? Nimesikia malalamiko ya hawa Waisraeli wanaonungunika. Verse 28 anasema, hivyo waambie, hakika kama niishivyo, asema Bwana, nitawafanyia vitu vile vile nilivyosikia mkisema. Kwa hivyo vile vile nimesikia ukisema. Umesema maisha yako ati wewe unaona si kama utamaliza miaka ingine 10 kulingana vile maisha imekuwa gumu. Ukweli ni Yakobo, umeanza kuita roho ya kifo katika maisha yako. Umesema na maisha yako ukasema, mimi nimezaa hawa watoto na mimi ninaona Yakobo hawezi saidia mtu, maana hawakai watoto wa mtu fulani. Ilialete hivi unaongea, umefuga wao kusaidia mtu. Ati mimi nimeangalia hii kazi ninafanya, ninaona hii kazi ni kama hakuna mtu ashaifanya kazi kama hii na maisha yake ikasaidika, afadhali nirudi Gishagi. Kuna wengine hulalamikia hata miji hunyima watu baraka kwa sababu ya kulalamikiwa. Miji hunyima watu baraka kwa sababu ya kunungunikiwa. Mimi nikujulishe ya kwamba ukitaka kuendelea vizuri katika maisha, zuia watu kunungunika. Wewe mzee ambaye unanisikia, uko na mke ananungunika throughout your life, huenda haita kuaffect leo, lakini elewa hivi, baada ya miaka 5, miaka 10, hiyo manunguniko itazaa matunda. Hiyo manunguniko ambayo watu wanaongea italeta utofauti mkubwa katika maisha yako, na hautakumbuka ati Yakobo ni mke alinungunika. Hautakumbuka ni Yakobo ni wafanyikazi ambao ulimistreat 10 years ago wamenungunika. Na kwa hivyo mtu ambaye anajielewa katika haya maisha, jambo moja anahakikisha amelifanya, ni kuzuia watu wanungunike na maisha. Na pia hata wewe binafsi uko na kazi ya kuhakikisha ya kwamba hautanungunikia maisha yako. Hebu tuangalie Biblia katika kitabu cha Psalms 34 and verse 11. Psalms, Zaburi 34 na mstari wa 11. Biblia inasema, Jooni watoto wangu, msikilize nitawafundisha kumcha Bwana. Daudi anasema ya kwamba ati watoto wangu, anaita watu watoto, meaning wakati huu anaandika hii Psalms, miaka yake imesoga kidogo. Unapoona kwa Biblia mtu akiandika alafu anaita watu watoto, ni kusema miaka yake imesoga kidogo. Ukiangalia John akiandika kitabu cha John, haiti watu watoto. In the book of John the Gospel, ile Matthew, Mark, Luke and John, haiti watu watoto. Lakini akiandika hizi vitabu za hapa mwisho, first letter of John, second letter of John, third letter of John, anawaita watoto.
meaning akiandika hii ya kwanza hakuwa amezeeka, akiandika hii ya mwisho alikuwa amezeeka. Hata Peter akiandika hizo vitabu za Peter, kuna mahali anasema anaita watu watoto, meaning miaka yake imesonga. Akijiangalia kwa umri, anaona umri wake umekibia kidogo, si kama ule wakati mwingine. Na sasa unapoona Daudi akisema jooni watoto wangu munisikilize, anaongea sasa akiwa miaka imesonga. Kwa hivyo huyu si mtu wa miaka 20 anaandika hivi. Mtu wa miaka 20 haezi ita watoto wake. Huyu ni mtu ambaye miaka yake imevuka 60. So akiandika hii Psalms ni mtu ambaye miaka iko above 60. Anasema jooni msikilize watoto wangu, nitawafundisha kumcha Bwana. Na anasema nitawafundisha kumcha Bwana. Uelewe, anaposema nitawafundisha ni kusema ya kwamba niko na experience. Mtu akifundisha ako na experience, ama mtu akifundisha ako trained, ameingia chuo, amehitimu. Na Daudi ni mpiganaji mzuri. Inapofika ni kwa vita, tunaelewa hakuna vita hata moja Daudi aliingia akapigana na akashindwa. Kwa hivyo akisema nawaita kuwafundisha, kwa hivyo akona experience kwa vita, akona experience. Lakini experience hili anatuambia hapa ni gani? Nitawafundisha kumcha Bwana. Ati nitawafundisha vile Mungu anaabudiwa. Mtu anaweza fikiria sasa atawaambia tutaingia kwa kanisa, na mtu akiingia kwa kanisa, maana anafundisha kumcha Bwana. Mawazo yako ni ya kwamba ataita watu, anawaita watoto wake muingie kwa kanisa, anawaambia ukifika mbele ya Mungu mtu hupiga magoti hivi, huinamisha kichwa hivi, ama mtu husimama hufunga macho na kuinua mikono hivi. Maana ni kukufundisha na kufundisha vile utamwabudu Mungu, ama vile utakuwa na the fear of the Lord, ama vile mtaweza kutembea na Mungu. Na kwa hivyo Daudi, kwa sababu katika maisha yake kuabudu miungu, anaposema nitawafundisha kumcha Bwana, tunatarajia atafundisha watu ya kwamba Mungu hataki muabudu miungu. Mungu hataki mumwendee katika njia hii. Mungu hataki mumwendee katika njia hii, ama kumcha Bwana. Na ili uingie kwa vita ukuwe mshindi katika kila vita, mtu hufanya vita namna hii. Maana hakuna vita ameshindwa, na Biblia inasema ni rafiki ya Mungu. Maana hata Mungu mwenyewe ametestify katika kitabu cha Matendo ya Mitume, akasema a man after my own heart. Kwa hivyo ni mtu akona experience na Mungu ya aina mingi, anaweza share na watu. Lakini verse 12 anasema namna gani? Yeyote kati yenu anapenda uzima. Ati ile anataka kufundisha, anasema ni yeyote kati yenu watoto wangu anayependa uzima na kutamani kuona siku nyingi njema. Kwa hivyo huyu mpiganaji wa vita anafundisha watu kuona siku nyingi njema. Mtu huwa anakaa namna gani aone siku nyingi njema? Mtu aone uzima, maisha yake isikuwe defeated, maisha yake ikuwe na ushindi, maisha yake ikuwe na baraka. Huyu ni mtu ambaye ako na experience ya vita. Huyu ni mtu ambaye ako na experience ya kumpenda Mungu, na huyu ni mtu ambaye anajua kuishi vizuri ni gani, maana ni mfalme. Na anasema ni nataka muone siku nyingi njema huko mbele. Meaning wewe uko na miaka 30 siku ya leo. Daudi anakuambia anataka ukifikisha hizo siku 50, miaka 50, miaka 60, ukuwe na siku nyingi njema. Kwa hivyo maisha inaweza kukupatia siku dogo njema, na maisha inaweza kukupatia siku nyingi njema. Na kwa hivyo mtu wa kizazi chetu ukimuuliza ili maisha ikupatie siku nyingi njema anafaa kufanya nini? Utasikia unafaa kuinvest, unafaa kuwa na mali, utengeneze pesa kwa ajili ya maisha ya miaka 50 na 60. Na ukikuwa na pesa miaka 50 na 60 utaishi siku nyingi njema. Ama unaweza fikiria mtu atakwambia ni uweze kununua mashamba, sasa kwenda huko mbele utakuwa na siku nyingi njema. Ama mtu akwambia kwamba unahitaji utengeneze marafiki wengi katika haya maisha. Ukikuwa na marafiki wengi utakuwa na siku nyingi njema. Lakini Daudi anasema yeyote kati yenu anayependa uzima na kutamani kuziona siku nyingi njema. Verse 13 inasema basi azuie. Kumbe hata sio vita, si hata ununue silaha, si hata uweke ukuta wa kwako ukuwe mrefu ati utakuwa na siku nyingi njema. Maana ukikaa katika hiyo compound yote yako, ukuta ni mrefu, iko na sengenge juu, uko na mbwa, uko na security na uko na pesa kwa bank, kumbe hata hizo zote haziwezi kukupatia siku nyingi njema. Daudi anasema ili uweze kupata siku nyingi njema, anasema basi
uzuie ulimi wako na mabaya na midomo yake kutokana na kusema uongo. If you want to see many good days, basi ulimi wako utachangia. Na mimi nikuambia kwamba kama maisha yako kuna sehemu iko na moto, kama maisha yako saa hii tunaongea, kuna sehemu unatizama unaona moto katika maisha unawaka, paka unashindwa niingie shimo gani, nataka nikujulishe ulimi wako ulikuingiza katika hiyo moto. Ulimi hutengeneza moto. Kama katika maisha kuna sehemu unaona kila kitu hakifanyiki, umeombea hiyo sehemu, ukaambia Mungu ninakuita na nimefunga, reality ni hii, na hata baada ya kuomba na kufunga Mungu anakaa kama hasikii. Reality ni ya kwamba kuna kitu ulimi wako ulishagia na ukasema siku nyingi njema. Kulingana na Daudi, anasema ya kwamba ni results ama ni matunda itokanayo na ulimi. Na ulimi wako ukikosa kuelewa kuongea, maisha ya mwanadamu haina siku nyingi njema. Siku nyingi njema ni results zinatokana na ulimi wa kwako. Hebu nipatie kitabu cha Ezekiel 37 tuanzie mstari wa 10. Ezekiel 37 and verse 10. Hii ni habari ambayo tunaijua kamba ni ile valley ya dry bones. Ni wakati Ezekiel alipelekwa bonde la mifupa mikafu, na akaabua atabiria hiyo mifupa irudi hai, na akaitabiria. Na Mungu hapa sasa Mungu na hivyo nikatabiri kama nilivyoamuliwa, nayo pumzi ikawaingia, wakawa hai na wakasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa mno. Baada ya kuwatabiria wakarudi hai na wakasimama na miguu. Ezekiel anasema wakawa jeshi kubwa mno. Verse 11 Biblia inasema, ndipo Mungu akaniambia, mwanadamu, mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli, nao wanasema. Kwa hivyo hiyo jeshi ya hao watu mifupa yao ilikuwa imekauka na walikuwa wanakaa kama wamekufa, watu hawana tumaini, watu maisha yao imefika mwisho. Kumbe ni watu wako hai, hawaja kufa, nao wanasema. Hii ni kusema ni watu wako hai wanaongea. Kwa hivyo ili maisha yao ikauke na mifupa yao ikauke, wakose uzima, wakose uhai, wakose kupanuka, wakose kuendelea, ni result ya ulimi wao, kwa sababu wao wanasema mifupa yetu imekauka na tumaini letu limetoweka, tumekatiliwa bali. Kwa hivyo maneno ya ulimi wao ikazuia Mungu aingilie kati, paka akatafuta nabii Ezekieli aende awanenee, na waliponenewa ndio mifupa ikarudi hai. Nataka ninene na wewe. Sijui ni kitu gani umesema na maisha yako, sijui ni kitu gani mzazi umesema na watoto wako, sijui ni kitu gani umesema na ile kazi huwa unafanya, unairani na midomo yako, alafu unaanza kulalamika upate promotion. Promotion haiwezi kuja, maana kazi imelalamikiwa. Inafaa ifunge, inafaa iharibike, inafaa irudi chini, na ikirudi chini hauwezi pewa promotion. Kwa hivyo kama unahitaji kupata promotion mahali unafanya kazi, ongea uzuri wa hiyo kazi. Unataka kupata promotion mahali kwa kazi yako, hata kama inakaa kama haina tumaini, inenea na hii kazi, kuna siku utauza wewe ukiwa supermarket. Mimi ninakuangalia na macho haya. Ni kweli ni kibada na unakaa na stoko dogo, lakini niko na imani ya kwamba siku moja wewe utakuwa supermarket. When you speak positive about your life, unaponena hii maneno, unatengeneza maisha yako ya ukubwa. Wakati mtu ananenea watoto wake udogo, wakati mtu ananenea watoto wake kushindwa, wakati mtu ananenea watoto wake kudharauliwa, umemalizana na maisha yao. Maisha inatengenezagwa na ulimi. Kawaambie, vile nimesikia wakiongea nitawafanya hivyo hivyo. Kwa hivyo kama nimesikia mkiongea ushindi, nitawapatia maisha ya ushindi. Kama nimesikia mkiongea maisha ya kushindwa, nitawapatia maisha ya kushindwa. Kama nimesikia mkiongea maisha ya kuinuliwa, nitawapatia maisha ya kuinuliwa. Kama nimesikia mkiongea maisha ya kupanuliwa, nitawapatia maisha ya kupanuliwa. Kama nimesikia mkiongea kuhusu maisha mazuri, nitawapatia maisha mazuri. Lakini wenye kunungunikia maisha yao inakaa na hasara na manunguniko. Sijui ni nini hii imenenwa na maisha yako, wala umeisema, wala ukatereza, ukaiongea kinyume, na mwishowe ikaleta maisha ambayo haipendezi. Reality ni ya kwamba kutoka pale maisha yako haitapendeza tena, na kutoka pale utaishi maisha magumu ambayo sio Mungu ametarajia uishi hivyo, bali ni wewe mwenyewe kupitia maneno ya mdomo wako. Nataka nikumalizie na kitabu cha Psalms 141 and verse 3.
Biblia inasema verse 2, Psalms 141 verse 2. Tutasoma verse 2 na 3 tumalize. Maombi yangu na yafike mbele zako kama uvumba, na kuinua mikono yangu na kuwe kama dhabihu ya jioni. Verse 3 inasema, Bwana, weka mlinzi kinywani mwangu, weka ulinzi mlangoni mwa midomo yangu, ili maombi yako ifike kwa Mungu kama uvumba ama kitu kinapendeza. Ni Bwana aweke ulinzi kwa kinywa chako. Usije ukaongea maneno mabaya alafu kwa maombi ifike kwa Bwana na kutoka hapa maisha yako iagamie. Ninakuombea ya kwamba chochote ushawaisema ama kimesema juu ya maisha yako tutakiondoa siku ya leo. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ni asanti kwa nafasi ambayo umenipatia. Nimenena na mjakazi wako na niko na imani ya kwamba maneno ambayo nitakayomuongelesha siku ya leo italeta ushindi. Kuna huyu ambaye maisha yake imefungwa na watu waliokuwa na chuki na yeye, wakamnenea maisha mabaya, na kuna mwingine huyu maisha yake imefungwa na maneno ya kinywa chake, aliongea maneno bila kujua akiwa na hasira ikaangamiza maisha yake. Na kuna huyu ambaye maisha yake imeangamizwa na maneno amewekwa makali na wao mwajiri wanasema hawezi jisaidia, hafikiriangi. Ninaondoa hiyo maneno yote katika maisha yake na kutangaza ya kwamba unatuwazia mawazo mema. Imeandikwa hivyo Jeremiah 29 and verse 11. Na kwa hivyo kila wazo jema Bwana ulilo nalo na maisha yetu litatimia maishani mwetu, na tutaona wema wako na ushindi wako. Pokea sifa, umwema na umwaminifu, tawala na utamalaki wako ni mfalme, na ni kwa Yesu Bwana tumeomba na kuamini. Amen. May God bless you. Bwana wa mbinguni akubariki na akutende wema, na niko na imani ya kwamba utakuwa na maisha ambayo itakuwa inapanuka kila siku, kwa sababu neno lolote ambalo linazuia maisha yako kupanuka tumeliondoa katika jina la Yesu. May God bless you. May God be with you. Ningeomba tusaidie kwa kutuma sadaka yako kwa hii namba iko on your screen 22218. Ni akaunti ya kanisa na itakutolea jina Christian Foundation Fellowship 22218. Akaunti namba usikose kuweka akaunti namba 7238. Ukiweka hiyo account itafika kwa kanisa na itasaidia mwili wa Kristo. May God bless you. May God be with you. Bye bye.